Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Kwa majina naitwa Kanali Yahya Ramadhani Kido, mkuu wa mkoa huu wa Kagera. Awali ya yote nitumie fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu wa rehema kwa kutujalia afya njema na kukutanisha hapa leo hii katika kikao hiki muhimu cha mkoa cha bodi ya barabara. Pili, nimshukuru Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uteuzi wake wa kuniteua kuwa mkuu wa mkoa wa Kagera. Namshukuru sana mheshimiwa. Kwa hiyo kwa kutumia nafasi hii pia niwashukuru sana viongozi wenyeji wa mkoa huu kuja katika mkoa wenu. Kwa hiyo nitumie nafasi hii fupi kuwashukuru sana. Aidha, niwapongeze na kuwashukuru wajumbe wote wa kikao hiki kwa kutenga muda wenu na kuitikia wito wa kuja hapa leo. Kikao hiki ni cha kwanza cha mkoa cha bodi ya barabara kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Ndugu wajumbe na washiriki, kama alivyoeleza katibu tawala mkoa, kikao hiki cha bodi ya barabara kipo kwa mujibu wa sheria ya barabara namba 13 ya mwaka 2007. Aidha, kupitia kifungu cha 8 cha sheria hiyo kimeeleza majukumu ya bodi hii ambayo yapo manne kama ifuatavyo. Kwanza ni kushauri na kutoa mapendekezo kwa waziri mwenye dhamana kuhusu maendeleo ya barabara, ujenzi, matengenezo na usimamizi wa barabara zilizopo kwenye maeneo yetu. Pili, kupokea na kujadili taarifa za nusu mwaka na mwaka zinazohusu ujenzi na matengenezo na miundombinu ya barabara. Tatu, kupokea na kujumuisha mipango kazi ya mwaka kutoka kwa wakala wa barabara. Na nne, kufanya shughuli zingine zitakazoelekezwa kwa mujibu wa sheria, kanuni na miongozo iliyopo. Ndugu wajumbe na washiriki, kutokana na majukumu hayo yaliyoainishwa, natarajia kikao cha leo tutaweza kufanya majukumu yote, ikiwa ni pamoja na kuangalia mipango na bajeti za utekelezaji katika ujenzi na matengenezo ya miundo mbinu ya barabara zilizosimamiwa na mawakala tulionao ambao ni TARURA, TANROADS, TAMESA kwa upande wa vivuko. Kwa kuwa barabara hizi zipo kwenye mamlaka zetu za serikali za mitaa, tutapenda kusikia kutoka kwa wakurugenzi wa halmashauri, wakuu wa wilaya, viongozi wengine mlioalikwa kuibua mafanikio na changamoto katika wafikishaji wa huduma kwa wananchi. Ndugu wajumbe na washiriki, katika utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020-2025 ya mkoa wa Kagera, kupitia ibara ya 15 imeeleza baadhi ya mafanikio yaliyopatikana kutoka mwaka 2020 hadi mwaka 2025, ambapo kwa uchache tumeona ongezeko la mtandao wa barabara za lami kutoka kilomita 1915.34 hadi kilomita 2076.25. Mtandao wa barabara za changarawe pia zimeongezeka kutoka 1171.54 hadi 1275.5. Ndugu wajumbe na washiriki, upande wa madaraja makubwa yameongezeka kutoka 458 hadi 468. Makalavati kutoka 3961 hadi 4635. Na pia kuendelea na kutekeleza mradi wa TACTIC wa ufadhili wa Benki ya Dunia. Napenda kuchukua nafasi hii kuwapongeza
viongozi na watendaji wote kwa kufanikisha utekelezaji wa ilani iliyopita kwa kiwango kikubwa. Aidha, katika utekelezaji wa ilani ya mwaka 2025-2030 zipo ahadi mbalimbali katika kuboresha miundombinu na ujenzi wa barabara. Kwa mujibu wa ibara ya 44 ya ilani ndogo ya mkoa, inatuelekeza kuongeza mtandao wa barabara za lami, changarawe na kuongeza idadi ya makaravati na madaraja. Niwaombe wawasilishaji wa mada, wasimamizi wa barabara zetu, wakati wanawasilisha wasisahau kuwa tupo kwenye utekelezaji wa ilani ambapo tunapaswa kuanza kujipima kuanzia sasa hivi. Ndugu wajumbe na washiriki, naelewa kuwa zipo ahadi zingine tofauti na masuala ya barabara ambazo pia tunatakiwa kuzitekeleza, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa uwanja wa ndege, ujenzi wa miradi mikubwa ya kimikakati na uboreshaji wa makazi ya wananchi. Aidha, kupitia kikao hiki ni waombe wajumbe tujielekeze kupitia kwa umakini mipango iliyopangwa na wenzetu wa TARURA, TANROADS, TAMESA. Kwa kuwa kikao hiki pia tutaona mipango na bajeti kwa mwaka ujao wa fedha 26-2027. Ndugu wajumbe na washiriki, nisisitize kupitia kikao hiki kuwa utekelezaji wa miradi yote ya ujenzi na ukarabati wa barabara tunapaswa kuzingatia usimamizi madhubuti wa rasilimali fedha. Kila senti lazima ionekane thamani yake. Ubora wa kazi kwa barabara zinazojengwa au kutengenezwa zidumu kwa muda unaotarajiwa. Ushirikishwaji wa wananchi katika kulinda miundombinu ya barabara pia nalo ni swala muhimu. Aidha, kwa kuzingatia pia masuala ya ajira kwa vijana na kuzingatia jinsia kwa kutoa vipaumbele kwa wanawake, na hapa niwaelekeze TANROADS na TARURA kuwahusisha kwa wingi jinsia ya kike katika fursa zilizopo, ikiwa ni pamoja na kipaumbele kwenye ajira kwa wanawake. Aidha, kwa kundi la vijana pia mnatakiwa kuwapa kipaumbele kwa kuwa ni nguvu kazi tunaitegemea. Sitarajii kusikia TANROADS, TARURA mnaacha kusimamia utoaji wa ajira kwa vijana kwenye maeneo ya miradi na mnaleta watu kutoka nje ya mkoa. Swala hili limekuwa likileta malalamiko kwa wananchi tunaowahudumia. Ndugu wajumbe na washiriki, kwa kuhitimisha, niwaombe kutoa michango mizuri ambayo itaenda kuleta ufanisi katika utekelezaji na ukamilishaji wa miradi ya barabara katika mkoa wetu wa Kagera. Kwa hiyo kwa machache haya natangaza rasmi kikao cha bodi ya barabara mkoa kimefunguliwa rasmi.